Karibuni sana wadau wangu, wadau wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula Online Channel. Ni channel inayofundisha au kutoa maudhui ya kihistoria, historia ya mambo mbalimbali. Naam. Usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kuona video inapokuwa imerushwa kwa mara ya kwanza, lakini usisahau kushare ili tuweze kupata wadau mbalimbali. Watakao kuwa wakipata maarifa kupitia channel hii. Lakini usisahau comment ili tuweze kujua maoni yako ni yapi katika mambo yanayokuwa yakitolewa humu katika hii channel. Basi katika kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia habari ya ujima kama hatua au mfumo wa kwanza kabisa wa uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Ujima kama mfumo au hatua ya kwanza kabisa ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Na katika ujima tumezungumza na tukaishia katika sifa za ujima. Sifa za ujima zilikuwa ni zipi, tukaziona pale. Na basi katika kipindi hiki tutajifunza au tutaendelea pale tulipoishia, tulipozungumza habari ya hali iliyosababisha kutoka katika au tuseme hatua za kutoka katika ujima kwenda katika hatua zingine za uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Na kama tunavyojua kwamba kimsingi huu ujima haukuwa ni mfumo au hatua mgando ambayo imeganda tu haibadiliki. Hapana, bali ilikuwa inabadilika kutokana na mazingira na mahitaji pia. Mazingira na mahitaji. Ina maana kwamba katika mazingira ya ujima, kwa kuwa wao walikuwa wanatafuta kwa ajili ya kula tu, na kikisha isha ina maana wanarudi tena kutafuta upya. Maana yake pale yale mazingira yalikuwa hayawaruhusu wao kuweza kuwa na mabadiliko ya papo kwa hapo. Lakini kadri mazingira yalivyobadilika, watu walivyojitambua zaidi, walivyotambua umuhimu wa kumiliki mali, wakawa na tamaa kwamba tunawezaje kufanya ili tuweze kuwa na mali nyingi, tuweze kuzalisha vitu vingi, tuweze kuvimiliki kwa wakati mmoja. Waliwaza kwamba watafanyaje. Na baada ya mawazo hayo wakaja na jibu moja kwamba inabidi wamiliki binadamu ambao watakuwa wakiwazalishia mali zaidi. Yaani ina maana kwamba binadamu wawe kama mali ambayo nayo inamilikiwa na viongozi, ili katika hali ya kawaida wanapokuwa wakitaka mali au wanapokuwa wakitaka uzalishaji mali zaidi, ina maana waweze kupata kirahisi. Kwa hiyo baada ya mawazo hayo kuanza, wakawaza tutawezaje sasa kupata nguvu kazi ambayo itakuwa ikituzalishia mali nyingi ili tuweze kumiliki vingi, ikiwemo na hiyo nguvu kazi yenyewe. Baada ya hapo, walipopata tu hilo wazo, wakabidi waanze kufanya umiliki wa watu. Ina maana wakawa wanapitia njia mbalimbali ili kuweza kupata watu ambao hao watu walikuwa wanafanya kazi kwenye maeneo yao, wanawazalishia wao, halafu wao kama viongozi wanakuwa wanamiliki mali nyingi, ikiwemo rasilimali na rasilimali watu pia. Sasa baada ya kufikia hapo katika hatua hiyo, ina maana hatua ya ujima ikawa imebadilika sasa moja kwa moja, ikaja kuwa katika hatua zingine, ambapo kimsingi kwa Afrika kama tunavyojua kwamba kwa Afrika wao walipitia mifumo mitatu tu: ujima, utumwa na ukabaila. Kwa hiyo ina maana kwamba tunazungumzia Afrika kabla ya ukoloni. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba baada ya kuona kwamba watu wamehitaji zaidi mali, ikabidi watafute nguvu kazi nyingine. Sasa hiyo nguvu kazi nyingine ilikuwa mara ya kwanza au mwanzoni kabisa tunasema kwamba ilikuwa ni katika hali ya utumwa, yani hatua ya utumwa kama hatua ya pili ya uzalishaji mali, lakini ikiwa ni hatua ya kwanza ya kinyonyaji katika historia ya binadamu. Na baada ya kutokea sasa hiyo hatua ya utumwa, kukaja mambo ya tawala mbalimbali, yani states.
zikaanza kujitokeza. Na baada ya kuanza kujitokeza hizo states, maana yake ni kwamba hawa watu waliokuwa wakimiliki rasilimali watu na rasilimali nyingine kama ardhi na bidhaa wakawa ni daraja la juu, halafu hawa watu wenyewe ambao wanamilikiwa ambao ni watumwa wakawa ni daraja la chini. Kwa hiyo baada ya kuanza kutokea kwa tawala mbalimbali au states, himaya na falme mbalimbali, basi jamii ikawa imegawanyika katika matabaka mawili, matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba baada ya kutoka kwenye ujima, watu walivyopata tamaa ya kumiliki mali zaidi, wakaamua kutafuta watu wa kuwamiliki ili waweze kuwa wanawazalishia hizo mali na bidhaa. Kwa hiyo baada ya hayo yote, ina maana kwamba hii hatua sasa ikabadilika, ikatoka kwenye utumwa, ikatoka kwenye ujima ikaja kwenye utumwa. Kwa hiyo hiyo ni historia fupi ya jinsi gani hatua ilivyokuwa ikibadilika kutoka kwenye ujima kama hatua ya kwanza ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu kuja katika utumwa kama hatua ya pili ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu, lakini ikiwa ni hatua ya kwanza ya kinyonyaji na hatua ya kwanza ya kimatabaka. Tabaka la juu tawala lenye nacho na tabaka la chini tawaliwa ambalo halina kipato. Unaona? Basi moja kwa moja sasa tujikite kuzungumzia hii hatua ya pili. Baada ya kupata historia fupi kwamba ilikuwaje sasa kutoka kwenye ujima kuja kwenye utumwa, basi moja kwa moja tuzungumzie utumwa kidogo. Utumwa kilikuwa kitu gani? Utumwa ilikuwa ni hatua ya pili ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu, lakini ikiwa ni hatua ya kwanza ya kinyonyaji na hatua ya kwanza ya kimatabaka katika historia ya binadamu. Nikisema matabaka, nadhani nakuwa nimeshaeleza hapo mwanzo kwamba ni hali ya kuwa na watu wenye nacho kama viongozi wenye mali na wengine ambao wanamilikiwa hawana mali. Kwa hiyo utumwa ulikuwa namna hiyo, lakini pia utumwa ilikuwa ni hatua ya uzalishaji mali ambayo ilikuwa msingi mkuu wa uzalishaji mali ilikuwa ni watu. Watu wanafanya kazi katika ardhi, lakini fahari ya mtu au fahari ya kiongozi ili aonekana na mali, ili aonekana na heshimika, ilikuwa ni lazima awe na nini? Awe na watu wengi ambao wanamtumikia. Naam, kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwa hali hiyo ya utumwa, ina maana kwamba watumwa walikuwa ni sehemu ya mali inayomilikiwa na mabwana zao. Yaani nikisema mabwana ina maana ni wale mabwana wa viongozi wa utumwa, slave master wale. Ina maana kwamba hawa ndo walikuwa wanawamiliki hao watu na kuweza kuwatumikisha kufanya mambo mbalimbali katika mashamba yao. Basi tusisahau katika kuelezea dhana ya utumwa, tusisahau mambo haya kwamba utumwa ilikuwa ni hatua ya pili ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu, lakini ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kinyonyaji katika historia ya binadamu. Yaani tunasema hatua ya kwanza ya kinyonyaji ya uzalishaji mali. Wenyewe waliosoma historia kwa lugha ya Kiingereza wanasema the first exploitative mode of production. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ndio hatua ya kwanza ya kinyonyaji, lakini pia ilikuwa ndio hatua ya pili katika historia ya binadamu. Ni ya pili katika historia ya binadamu kwa sababu ilitangulia ujima, lakini ni ya kwanza ya kinyonyaji katika historia ya binadamu kwa sababu hiyo ndio ilianza kuwa na watu wanaomiliki vitu na wengine wasiomiliki. Kwa hiyo wale wasiomiliki wanaonekana kuwa wananyonywa. Naam, basi bila kupoteza muda tuzungumzie jinsi gani watu walivyokuwa wanapatikana kuwa watumwa. Watu walikuwa wanapatikanaje? Yaani ilikuwa kuwaje watu wakaanza kutumikishana na kufanywa watumwa? Ilikuwaje? Jambo la kwanza ilikuwa ukishindwa kulipa deni. Ukishindwa kulipa deni la mkuu wako au la kiongozi wako, ina maana kwamba wale viongozi
walikuwa na uwezo wa kuwa kwa sababu wao wanazo mali walikuwa wanaweza kwenda kuombwa kama mikopo hivi, ili kwamba wale wengine waweze kuishi. Sasa inapotokea umeshindwa kulipa madeni ya hao viongozi wako, maana yake ulikuwa unalazimika sasa, ili uweze kusamehewa hilo deni, uonekane umelilipa, lazima ukalifanyie kazi. Lazima ukalifanyie kazi, uende katika mashamba ya huyo mtu au eneo lolote lile atakalo kupangia kwamba uende ukafanye kazi. Unaenda kufanya kazi, basi maisha yanaendelea. Yaani kwa umesamehewa deni hivyo baada ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo hapo unakuwa ni mtumwa moja kwa moja, bila kujali kwamba wewe unapenda au haupendi, lakini unakuwa mtumwa kwa sababu ya deni lako. Inabidi ulitumikie liishe, likiisha unarudi. Ukipigwa na umaskini unarudi kukopa, ukishindwa kulipa unakuwa mtumwa tena. Hivyo ndio maisha yalivyokuwa naenda. Lakini njia ya pili ambayo ilifanya mtu aweze, au jinsi walivyopata watumwa, njia ya pili ambayo walitumia kuwafanya watu kuwa watumwa, ni mtu ambaye amefanya uhalifu ule serious kabisa, ukiachilia mbali uhalifu kutukanana kwenye jamii, migogoro mbalimbali ambayo haina madhara. Lakini tokea mtu amefanya uhalifu mkubwa wenye madhara kabisa, ambao huo uhalifu ni kama vile labda aibe, auwe mtu, ampige kiongozi wake huko, au kama ni wanaume, ikiwa ni wale wakorofi labda bake labda binti. Kwa hiyo ukishaanza kuingia kwenye uhalifu kama huo, basi moja kwa moja ulikuwa unalazimika uwe mtumwa ili kuweza kutimiza adhabu hiyo. Kwa hiyo wao, utumwa ilikuwa ni kama sehemu ya jela, kuwahukumu watu kwamba wewe umefanya uhalifu, basi kinachofanyika ni kwamba tunakuweka katika mkataba wa utumwa. Tena ni mkataba ambao hauishi huo, kwa sababu wanajua ukirudi kwenye jamii tena utafanya ujinga. Kwa hiyo wanakuacha uwe mzalishaji mali katika jamii hiyo, uwasaidie tu maisha, kama jinsi unavyoona huku uraiani sisi tunavyofanywa, kwamba ikitokea mtu amezingua, unapopelekwa jela kule kuna kazi, hamna kukaa bure, unafanya kazi zingine. Unaweza kuambiwa kwamba magereza labda mkajenge kituo fulani, unaweza kuambiwa mkakate miti fulani. Yaani kuna hayo mambo, yani wakati huo mnasimamiwa. Na wao ilikuwa ni hivyo kwamba ukiwa mhalifu unapelekwa moja kwa moja kule kwenda kufanya kazi. Lakini jambo jingine ni kwamba ilikuwa kuna wale mateka wa vita. Kama tunavyojua kwamba katika jamii za kale za Kiafrika kulikuwa kuna migogoro mingi sana katika jamii. Sasa wale waliokuwa wamejiimarisha wale kiulinzi, kisilaha nini, ina maana kwamba walikuwa wao wanapata mateka wa vita. Sasa mateka wa vita walikuwa katika makundi makubwa manne. Kundi la kwanza lilikuwa ni mateka wa vita ambao waliweza kuuliwa pale. Lakini kundi la pili lilikuwa ni mateka wa vita ambao walilazimishwa kulitumikia jeshi la utawala husika. Lakini kundi la tatu lilikuwa ni mateka ambao walifanywa wake za mabosi. Wale wanawake ambao walikuwa wanatekwa walifanywa kuwa wake za mabosi. Lakini kundi la mwisho, la nne na la mwisho, ilikuwa ni wale watumwa wa mateka ambao sasa walipelekwa utumwani. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba katika habari ya vita nayo iliwasaidia kuweza kupata watumwa. Kwa hiyo ina maana, kwa sababu tunazungumzia habari ya utumwa wa Afrika kabla ya ukoloni, ina maana sisi tunazungumzia habari ya hawa kundi la mwisho la nne ambalo hawa walifanywa watumwa. Hivi ndivyo watumwa pia walivyoweza kupatikana. Kama ni mfuatiliaji utagundua kwamba hiyo ni sababu hiyo ni njia, hiyo ni njia ambayo ilisaidia kuweza kupata watumwa. Unaona, hiyo ni njia ambayo nayo iliweza kusaidia kupata watumwa. Na hii njia ukifuatilia utakuja kugundua kwamba ni njia ya tatu ya
kupata watumwa. Maana ya kwanza tumesema habari za madeni ukishindwa kulipa. Ya pili tumezungumzia habari za kwamba ukijiingiza kwenye uhalifu serious, kama kuua mtu, kupiga kiongozi wako na vitu kama hivyo. Lakini njia ya tatu tumezungumzia habari ya mateka wa vita. Mateka wa vita, ambapo tukasema kwenye mateka wa vita kuna makundi manne kama tulivyoelezea. Kundi la kwanza waliuliwa, wengine wakalazimishwa kuwa wanajeshi wa utawala huo, wengine kwa wale wanawake na mabinti wakalazimishwa kuwa wake za mabosi, lakini kundi la mwisho wakafanywa watumwa nyakati hizo za utumwa. Lakini hiyo ni njia ya tatu. Lakini njia ya nne iliyowasaidia kupata watumwa ni kurithi. Njia ya urithi. Watu hawarithi mali tu na magonjwa kama tunavyosikia kwamba kuna magonjwa ya kurithi si na nini. Kwa hiyo watu walikuwa wanaweza pia kurithi hata na utumwa. Na maana kwamba wewe ukizaliwa utumwani, moja kwa moja unakuwa mtumwa bila kutaka, yani unakuwa moja kwa moja ni mtumwa. Hamna jinsi yoyote ya kuweza kujinasua hapo, kwa sababu wazazi wako wako kambini na wewe utakuwa kambini, wote mtakuwa mnamilikiwa. Na watoto walifanya kazi kwa sababu walijua ndio utaratibu wa jamii yao ulivyo tu. Utaratibu wa jamii yao ulivyo. Na ndio maana mtoto kabla hajajua faida ya shule ni nini, yeye anaenda tu shuleni, anaenda narudi, anaenda narudi. Anajua tu kwamba ili nionekane na mheshimu mzazi na mheshimu mlezi, utaratibu ni huu tu kwenye jamii kwamba tuende shule turudi, basi ajue faida yake. Kwa hiyo hata na watumwa ilikuwa ni hivyo, wanakwenda wanarudi, wanakwenda wanarudi, wanajua tu ndio jamii yao ilivyo. Kumbe kwa sababu tu amezaliwa kambini, anarithi kuwa mtumwa. Lakini njia ya tano, jinsi watumwa walivyopatikana, njia ya tano walipatikana kupitia kusaini mikataba. Kusaini mikataba kulikuwa na namna mbili. Hii njia ya tano nayo imegawanyika kama vile ile ya vita ilivyokuwa. Tunazungumzia habari ya mateka wa vita, walikuwa kwenye makundi manne. Sasa na hii ya mikataba nayo ilikuwa katika namna mbili. Namna ya kwanza ilikuwa ni kwamba ujitolee, yani usaini mkataba kujitolea kuwa mtumwa kwa muda ili uweze kutimiza mahitaji yako. Kama unataka labda ardhi, au kama unataka chakula, kama unataka nini, unakubali kuwa mtumwa ili uweze kufanyaje, ili uweze kuwa ili uweze kupata hayo mahitaji yako hayo, ukubali kuwa mtumwa. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa na saini mikataba ya kuwa watumwa kwa muda. Tukizungumzia kusaini mikataba kipindi hicho Afrika kabla ya ukoloni, yawezekana hapakuwa na maandishi ya kusema kwamba ni maandishi, maana kihistoria maandishi yalianzia Misri. Kipindi hicho walikuwa wanatumia miti aina ya mifunjo kuweza kuandika, na walikuwa wao ndio walikuwa wa kwanza kuanza kuhesabu tarehe, miezi, kung'amua majira kwamba ni masika au nini. Kwa hiyo Afrika kabla ya ukoloni tunazungumzia habari ya mikataba, tunazungumzia makubaliano kwamba watu walikuwa wanakubali, nenda kwa kiongozi anakubali kwamba mimi nimekubali kufanya kazi, nitafanya kazi, lakini kazi nitakayoifanya nitaifanya kwa muda fulani ili niweze kupata mahitaji fulani. Hiyo ni namna ya kwanza ya kusaini mkataba au kukubaliana mkataba. Lakini namna ya pili ya kukubaliana mkataba ilikuwa ni kuuza watoto wako. Kwa hiyo hii nayo ya kuuza watoto wako tunaweza tukaichukulia kama ni njia ya sita. Kama ukiamua kuzigawanya unaweza kusema hii ni njia ya sita, kwamba watumwa walipatikana pia kwa kuuzwa utumwani kama watoto. Maana yake mtu anakuwa anajikuta yuko utumwani moja kwa moja. Lakini wakati huo usipoamua kuigawanya, basi hii inaingia kwenye mambo ya mkataba, kwamba unaamua kwamba kwa sababu huwezi kutumika wewe mwenyewe binafsi na una vijana wenye nguvu, kwa hiyo unaamua kwamba unawauza ili uweze kupata mahitaji yako. Kwa hiyo hizi ni njia jinsi gani walivyoweza kupata watumwa ilipoanza hii hatua ya utumwa kama hatua ya uzalishaji mali wa jamii au katika historia ya binadamu. Na kimsingi kwa upande wa Afrika bwana, kabla ya ukoloni, huu utumwa ulikuwa kama sehemu ya umiliki wa mali, na watumwa walikuwa wanamilikiwa kama mali. Yaani kama unavyoweza kuona tu, japo sio mfano mzuri, lakini tuseme tu kwamba kama unavyoweza kuona
ili mfano ueleweke. Mtu anavyomiliki tu ng'ombe wa kulima wale wanaomsaidia kulima mashambani. Manake wale hawana haki wala hawana kudai malipo wala nini. Basi ndivyo na watumwa walivyokuwa wanamilikiwa. Huo mfano sio mzuri, lakini ili iweze kueleweka vizuri inabidi iwe hivyo. Tutoe mfano huo. Kwa hiyo na wao watu walikuwa wanamilikiwa kwa namna hiyo hiyo. Kwa hiyo mtu angeweza kuwatoa kama zawadi tu, kwa mfano kama mtawala ana urafiki na mtawala mwingine, akipungukiwa watumwa anagawiwa tu, binadamu yani anagawiwa tu, napelekwa kwenda kufanya kazi sehemu fulani. Lakini pia tunasema kwamba katika hali hiyo ya utumwa kabla ya ukoloni kwa hapa Afrika, kwa mfano Afrika Mashariki kulikuwa kuna kwa mfano kama Waganda walikuwa wanamiliki watumwa, Wahaya, Wakamba, Wamijikenda walikuwa wanamiliki watumwa, na Wakerewe pia walikuwa wanamiliki watumwa. Umeona, kwa ajili ya uzalishaji mali. Lakini nje ya Afrika Mashariki pia kulikuwa kuna umiliki wa watumwa, kwa mfano kama Misri. Tunaona kwamba miaka kama 1500 hivi iliyopita walikuwa wanamiliki watumwa pia. Ndio maana mimi huwa nasema kwamba hata hivi vitabu vya dini tunavyoviona vinazungumzia habari ya utumwa, si wana wa Israeli wakatumikishwa, wakafanyeje. Hivi vitabu vya dini viliandikwa nyakati hizo za huo utumwa, yani kama hatua moja wapo ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi vitabu viliandikwa huko. Na tunasema kwamba Misri bwana, miaka hiyo 1300 iliyopita walikuwa wanatumia watumwa katika mambo mbalimbali. Kwanza wao ndo walianzisha kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo walikuwa wanachukua watumwa ili waende kuwasaidia kwenye kilimo cha umwagiliaji. Wanakuwa wanalima, mvua hawazitegemei, wanakuwa wanamwagilia kwa kutumia mifereji na vitu kama hivyo. Lakini pia walivamia vijiji vya majirani ambao walikuwa ni dhaifu ili waweze kupata watumwa. Wanabeba tu watumwa wenye nguvu wanawapeleka kule. Kulikuwa kuna kazi za aina tatu hivi. Kazi ya kwanza ilikuwa ni hiyo ya kilimo cha umwagiliaji. Lakini kazi ya pili kwa Misri, watumwa walikuwa wanawatumia kwenye ujenzi wa mapiramidi. Kama tunavyojua kwamba Misri ndio pekee nchi yenye mapiramidi mengi. Na ndio iliyojenga mapiramidi Misri, ambayo mpaka sasa hivi wanasayansi na architecture wengi wanajaribu kuhangaika kujua kwamba mapiramidi yalijengwaje, lakini hawatoboi kujua teknolojia iliyotumika ni ipi. Au architecture wale maengineer wakubwa wa nchi kubwa kama Marekani na nyingine hawajajua bado piramidi zilijengwaje. Hawajajua teknolojia iliyotumika mpaka leo. Kwa hiyo ina maana kwamba kulikuwa kuna ujenzi wa mapiramidi, lakini kazi nyingine zilikuwa ni kazi za nyumbani kwa wale waliokuwa wanahitaji watumwa au watumishi wa nyumbani, waliwachukua pia kwa ajili hiyo. Lakini kwa Afrika Magharibi tawala au himaya kama Oyo, Asante, Hausa pia walimiliki watumwa kwa ajili ya uzalishaji mali. Hiyo ni Afrika kabla ya ukoloni. Ndio maana tunazungumzia utumwa kama historia fupi ya utumwa wa Afrika kabla ya ukoloni, walikuwa wanaishije. Hii ni tofauti na ile biashara ya utumwa ile ya miaka 1800 1700 na hii ni tofauti. Ile ni biashara ya utumwa, na maana watumwa kama biashara. Lakini hii ni hatua ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu, na ni Afrika kabla ya ukoloni. Japo tukizungumzia habari ya utumwa bwana ni hatua ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu, na ni hatua ya pili, lakini ikiwa ni hatua ya kwanza ya kinyonyaji. Ila sasa tukizungumzia habari ya utumwa bwana, kumaliza kwake ilikuwa ni vigumu, kwa sababu utumwa kadri siku zilivyokwenda, hata baada ya ujio wa ukabaila ukapita, baada ya kupita ikaja na mifumo mingine ambayo haikuwepo Afrika, ikiwemo bepari na ujamaa, ambayo hii mifumo ililetwa tu kutokana na nguvu ya nje, ushawishi wa nguvu ya mataifa kutoka nje ya Afrika, kwa sababu sisi Afrika tulikuwa hatuna hii mifumo miwili. Hatuna mifumo hii miwili ya ubepari na ujamaa, hatuna. Hii tuliletewa. Kwa hiyo katika utumwa huu ulikuwa unaenda unabadilika kutokana na mazingira yaliyobadilisha ni kwamba kadri siku zilivyozidi kwenda, licha ya kwamba watu walishavuka hatua hizo, lakini bado watumwa walihitajika. Kwa hiyo jamii zilijikuta zinarejelea nyuma
badala ya kuwa sasa utumwa kama hatua mojawapo ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu, ikawa utumwa kama biashara, yani kama sehemu ya kupata fedha. Maana tukizungumzia hata miaka 1840 baada ya Waarabu hivi kuja kufanya utawala hapa hasa pwani za Afrika Mashariki, utumwa ndio ukawa biashara sasa. Ikawa sio hatua ya uzalishaji mali, yani ikawa ni biashara pia. Kwa ni hatua ya uzalishaji mali, na maana walikuwa wanahitajika kuzalisha mali, kuzalisha mazao, bidhaa, lakini pia ikawa ni biashara pia. Kwa hiyo wakawa wanauzwa, tofauti na zamani ambavyo walikuwa wanategemewa tu kwa ajili ya kufanya kazi katika jamii husika ndani. Kwa hiyo kukaanza kuwa kuna ile utumwa ambao watumwa hao wanatolewa kabisa kwenye jamii yao, wanapelekwa kabisa maeneo mengine. Umeona, hasa baada ya kuja kwa kilimo cha nazi na karafuu, ambayo hayo mazao yalikuwa yanahitajika sana kwa wazungu kwa Ulaya huko. Umeona, kwa hiyo kwa kuwa yalikuwa yanahitajika sana, ina maana ikabidi biashara ikomae kwa namna hiyo. Watumwa wakawa sasa wanahitajika wauzwe pia, watolewe katika maeneo yao ya asili, waende mbali kabisa kwa ajili ya kufanya kazi. Umeona, lakini kimsingi utumwa tunaozungumzia hapa ni kabla ya ukoloni, ila wakati mwingine tunazungumza tu kwamba utumwa ulishindwa kukomeshwa moja kwa moja mpaka hiyo miaka 1870 na kitu hapo 73 hivi ndio naona utumwa wanaanza kujadili kwamba tuukomeshe, tufanyeje. Japokuwa hii ilikuwa ni hatua ya pili, lakini mpaka hatua nyingine zote zilipita na hii hatua bado ikaendelea kuwepo. Na kwa hiyo unaweza kaona kwamba hii ilikawia sana kuondoka. Basi kwa Afrika, tukizungumzia Afrika kabla ya uhuru, utumwa ulikuwa una sifa zake. Na sifa ya kwanza ni kwamba utumwa ulikuwa unamchukulia mtu kama mali tu, yani kama mali zingine. Ni ndio kama ule mfano ndio utoa ule mwanzo kwamba ni sawa tu na mtu amefuga ng'ombe wa kulima tu. Yani hana haki, hana anachoweza kukidai, hakuna. Kwa hiyo unaweza kaona changamoto hiyo. Lakini pia sifa ya pili ni kwamba utumwa ulikuwa ni hatua ya kwanza ya kinyonyaji katika historia ya binadamu. Hatua ya kwanza ya kinyonyaji, na maana kinyonyaji ni kwamba kuna wengine walikuwa wanazalisha mali, wengine walikuwa hawazalishi, wanategemea tu kilichozalishwa na wale wanyonge. Kwa hiyo na maana hao wa chini walikuwa wana kazi yao ni kuzalisha, lakini wale wa juu wa viongozi hao walikuwa kazi yao ni kumiliki tu wazalishaji mali na kusubiri mali zinazozalishwa basi. Lakini sifa ya tatu ambayo inashabihiana au inaungana na hapo ni kwamba hiyo jamii kutokana na utumwa, ina maana kwamba ulianza kuwa na matabaka. Pia hii ndo hatua ya kwanza ambayo ilisababisha matabaka mawili, matabaka ya wenye nacho na wasio nacho. Na wenye nacho walikuwa ndio wale viongozi wa utumwa, mabwana watumwa au slave master. Lakini wale wengine ambao walikuwa ni watu wa chini kama watumwa wenyewe, maana hao walikuwa ni daraja la pili la wasio nacho. Hiyo ni sifa ya tatu, kwamba ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kimatabaka ambayo ilileta matabaka ya wenye nacho na wasio nacho. Lakini sifa nyingine ambayo itakuwa ni ya mwisho ni kwamba teknolojia hii ya wakati wa kipindi cha utumwa ilikuwa inatofautiana sana na kipindi cha ujima. Kwa sababu katika kipindi hiki cha utumwa, sababu mojawapo au mazingira yaliyolazimisha kuja kwa mambo ya utumwa ni ugunduzi wa chuma, ambacho hiki chuma kiliwasaidia, kama watu walikuwa wanalima na mawe, wakilima na chuma ikawa ni rahisi kuweza kupata mazao mengi zaidi. Kwa hiyo ndio hapo tamaa ilipoanzia sasa, kwamba sisi tukilima hivi tunapata vingi namna hii, tofauti na zamani. Sasa tufanyeje sasa ili tuweze kuwa na umiliki wa vitu vingi kuliko hivi? Ndio kuanza kutafuta utumwa. Kwa hiyo chuma nacho kilichangia. Kwa hiyo na maana teknolojia iliendelea. Wakati wa ujima hapakuwa na mambo ya chuma na vitu kama hivyo. Watu walikuwa na winda kwa mawe tu. Kama ni matunda yanakusanywa, wanapeleka katika jamii. Wakila kikiisha,
wanarudi tena kutafuta upya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika hali ya kawaida ina maana kwamba huu utumwa ulikuwa na teknolojia ambayo ilikuwa imeendelea zaidi ukilinganisha na ujima. Ukilinganisha na ujima. Kwa hiyo hii ndio sifa mojawapo ambayo itakuwa ni ya mwisho kwa leo kwenye swala la utumwa, hasa utumwa wa Afrika kabla ya ukoloni. Na baada ya sifa hizi za utumwa, niseme tu kwamba hii ni historia fupi, sio ndefu na wala sio kwa urefu. Ni historia fupi ya utumwa wa Kiafrika kabla ya ukoloni. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika habari za utumwa, kama mambo mengi yalivyoelezwa hapa katika hiki kipindi cha leo. Na kimsingi ni kwamba niseme kwamba hiki kipindi kimeishia hapa kwa leo. Niishie hapa kwenye suala hili la utumwa, lakini katika kipindi kijacho tutakapokuja kuendelea, tutajifunza kuhusu habari za ukabaila. Ukabaila bwana ulikuwa kuwaje, takuwa katika kipindi kinachofuata. Basi baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba niwatakie wakati mwema, niwatakie ujifunzaji mwema, niwatakie utafutaji mwema wa maarifa zaidi, lakini msisahau kushare, kusubscribe na kucomment kwa ajili ya uhai wa channel. Na baada ya hayo, niseme tu kwamba niwaage nikiseme kwaherini, tukutane katika kipindi kinachofuata.